Haya, nakabidhi boti mbili za doria zenye majina PB Sailfish 02 na PB Sailfish 03 ambazo zilinunuliwa na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini kutoka kampuni ya Yamaha nchini Japan kwa gharama ya jumla ya dola za Marekani milioni 1.6 kupitia ufadhili wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kwa msaada wa serikali ya Japan. Hiyo ndio hati ya kwanza ya makabidhiano ambayo tunashuhudia IRDP wakisainiana pamoja na UNDP. Tutakapokuwa tayari, tutamuonyesha waziri mkuu mgeni wetu rasmi, na baada ya hapo tutawaonyesha washiriki na kisha tutakabidhiana. Naomba sasa tusimame. Tugeuze hati hiyo kwake waziri mkuu anayeshuhudia. Asante sana. Naomba mgeni rasmi uridhie sasa nimkaribishe Dr. Jim James Yonazi, Katibu Mkuu, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, aweze kuzipokea boti hizi mbili kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tupige makofi. Makabidhiano haya rasmi sasa. Sijayasikia makofi, naomba makofi mengi sana tena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazipokea sasa boti mbili. Na hati ya kupokea hii ni kati ya Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, inayosema nakabidhi boti mbili za doria zenye majina PB Sailfish 02 na PB Sailfish 03 ambazo zilinunuliwa na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini IRDP kutoka kampuni ya Yamaha nchini Japan kwa gharama ya jumla ya dola za Marekani milioni 1.6 kupitia ufadhili wa Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa Tanzania UNDP kwa msaada wa serikali ya Japan. Naomba tugeuke kwake Mheshimiwa Waziri wetu mkuu. Naomba tupige makofi. Naomba pia tugeukie kwa wananchi waliokuja kushuhudia. Asante. Nikukaribishe sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu na meza kuu, tujongee kwenye eneo sasa tukapokee boti hizi kwa ishara ya kukata utepe. Na mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya hadi watu 12 kila moja kulingana na mpangilio wake ambao utawekwa. Zina uwezo wa kubeba hadi watu 12 kila moja na kulingana na mpangilio wake. Lakini sifa nyingine ni kwamba boti hizi zina uwezo kufikia kasi ya zaidi ya boti 52 ambayo ni wastani wa karibu kilomita 96.3 kwa saa moja. Lakini pia miongoni mwa sifa kabamba ambazo boti hizi mbili zimesheheni ni kwamba zimejengwa kwa teknolojia ya kisasa na zenye uwezo wa juu na kuzidi kiwango cha boti 50 karibu kilomita 92 kwa saa moja. Lakini pia boti hizi hasa zimesheheni ama zimejengwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambazo zinaiwezesha kufanya kazi katika mazingira tofauti ama mazingira mbalimbali
ya bahari pamoja na maziwa makuu. Lakini pia boti hizi zina mfumo wa kisasa kabisa wa uendeshaji uliokuwa salama baharini. Ni tukio sasa la kukata utepe ama kushuhudia tukio lenyewe muhimu kabisa la makabidhiano. Waziri Mkuu anaenda kukata utepe, tusikilize hapo. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu kutuzipokea meli hizi mbili. Niombe sasa niwapandishe makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wasimame hapo juu kwa ajili ya picha ya pamoja itakayofuatiwa na wakuu wa mikoa hapo mbele tayari, mashirika ya kimataifa. Naomba wawakilishi kutoka mashirika ya kimataifa mjiandae, watapatiwa na wakuu wa taasisi. Asante. Naomba huku sasa kile kuombe mkuu wa mkoa usimame hapa mbele ya katibu mkuu. Niwalete sasa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, washiriki kutoka mashirika ya kimataifa. Wakati huo wakuu wa taasisi mkijiandaa. Asante. Naomba tushuke. Naomba niwakaribishe waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, RAS mkoa wa Dar es Salaam, management za mikoa. Naomba tupande hapo. Wote wako kwenye hiyo picha. Karibu mkuu wetu wa wilaya ukimwakilisha mkuu wa mikoa. Naomba wakuu wa taasisi tujiandae. Wakuu wa taasisi tujiandae, viongozi wa dini, management ya wizara, na tutahitimisha na kamati ya maandalizi. Waheshimiwa wabunge, sawa. Naomba niwakaribishe waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, karibuni. Wakati huo wakuu wa taasisi mkijiandaa, viongozi wa dini, management ya wizara na kamati ya maandalizi, tutahitimisha. Asante sana waheshimiwa. Naomba sasa niwalete wakuu wa taasisi. Waheshimiwa wakuu wa taasisi, karibuni. Naomba tupande juu. Wakuu wa taasisi, naomba tupande juu ya jukwaa. Naomba tusogee huku, tusogee mkono wetu wa kushoto. Naomba viongozi wa dini mjiandae, management ya wizara, tutahitimisha na kamati ya maandalizi. Ninawashukuru. Naomba niwalete sasa viongozi wa dini. Naomba tushuke wakati viongozi wetu wa dini wanapanda. Management ya wizara, ofisi ya waziri mkuu mkijiandaa, na kamati ya maandalizi tutahitimisha. Asanteni sana viongozi wetu wa dini. Naomba sasa management ya wizara, ofisi ya waziri mkuu, tutahitimisha na kamati ya maandalizi. Washiriki, hivi punde tutashuhudia ufanisi na umaridadi wa boti ambazo tumezipokea. Nawashukuru sana management ya wizara. Niwalete sasa kamati ya maandalizi tunapowapongeza kwa kazi nzuri mlioifanya. Niombe ili eneo sasa tuliandae kwa ajili ya mheshimiwa mgeni rasmi kuja kushuhudia. Naomba kamati ya maandalizi tuhitimishe zoezi la picha. Na baada ya waziri wetu mkuu kushuhudia umaridadi wa boti tulizozipokea,
basi brass band mtatuongoza kumsindikiza aendelee na ratiba yake. Kamati ya maandalizi tutotokea mkono wetu wa kulia ninapomuomba mheshimiwa mgeni rasmi sasa na meza kuu tujiongee kwenye jukwaa hili kwa ajili ya kushuhudia umaridadi wa boti hizi ambazo mheshimiwa waziri mkuu umetuongoza kuzipokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba upate maelezo kidogo ya boti hii. Karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, boti yetu hii mahiri kabisa ina uwezo wa kukimbia noti 52. Ni mwendo ambao unaweza kufika Zanzibar kwa muda usiofika saa nzima. Lakini injini unazoziona kwenye boti hizi, kila injini moja ni sawasawa na nguvu ya farasi 300. Kwa hiyo kwa injini 3 ni sawasawa na farasi 900 ndio wanasukuma chombo hichi. Kwa hiyo tukisema tunataka kwenda mpaka kwenye mpaka wa maji yetu ni chini ya masaa 4 tunakuwa tumemaliza mipaka ya maji yetu kwenda deep sea. Kwa hiyo ni mwendo wa kasi sana, nadhani ni kati ya boti zenye kasi kubwa hapa nchini kwa sasa. Na vile vile ina uwezo wa kugeuka mpaka aliyoko ndani ya maji akagusa maji na bila kupinduka. Huo ndo umahiri wa boti zetu hizi. Kama unavyoona inavyokwenda vile, lakini akisema anataka kusimama ghafla, ana uwezo wa kusimama hapo hapo kwa umbali usiozidi mita 1.5. Kwa hiyo ni boti zinazoenda kasi sana. Lakini ana uwezo wa kuapproach kwenye kina kifupi. Kwa mfano anamkimbiza mhalifu anayekimbilia maeneo ya mikoko au maeneo ya maji yenye kina kifupi, basi ina kina kisichofika zaidi ya sentimita 30. Kwa hiyo inaweza kwenda maji ya chini ya goti la mtu mzima. Huo ndio umahiri wa boti yetu hizi. Lakini pia kama unavyosikia inapiga ving'ola vya aina zote kwa ajili ya kuwafahabisha wahalifu, lakini ina PA, ina uwezo wa kutoa sauti ya kutoa amri pale unapokuwa umemkaribia mhalifu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu mkuu na mgeni wetu rasmi. Hii ni tamati ya shughuli yetu. Tuendelee kukushukuru sana na tukukaribishe sasa uweze kuendelea na ratiba nyingine. Brass band, naomba tumsindikize sasa mgeni wetu rasmi. Naomba washiriki wote tusimame. Wanini kuelekea mwishoni kabisa mwa shughuli hii ambayo ni tukio la kihistoria ambalo linaendelea kuhakikisha linaendelea kuichora ramani mpya ya ulinzi na kuhakikisha usalama ama kuhakikisha bahari iliyokuwa salama na maziwa makuu. Ni uzinduzi ambao Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amehitimisha hivyo zoezi na anasalimia na viongozi mbalimbali baada ya kushuhudia tukio hili muhimu kabisa la uzinduzi